Bwana, tuanze safari kwa kumulika kilichotokea Benjamin Mkapa katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, robo finali ya mkondo wa pili. Wekundu wa Msimbazi wakiwa wanakutana na Al Masry katika mchezo ambao tayari Wekundu wa Msimbazi walikuwa nyuma kwa mabao 2-0 na iliwabidi kupindua meza ili kutinga katika hatua nusu finali. Alex Ngereza, kiufundi game tuitazame na tupe taswira yako ya kiufundi ulichokiona katika mchezo. Kwanza ni pongezi kwanza kwa Fadlu David na wachezaji wake. Kabla hata sijaanza kueleza kile ambacho walikifanya uwanjani, lakini wape pongezi kwa sababu kuna vitu vitatu ambavyo niliviona ambavyo walivifanya kwa ubora unaotakiwa tofauti na mchezo uliopita, lakini ni kwenye kipindi cha kwanza sana kwa asilimia kubwa. Discipline ya wachezaji kwenye kutumia nafasi. Sizungumzi kutengeneza nafasi, nazungumzia discipline ya wachezaji kutumia kupata nafasi na kuzitumia, ambazo ni kwenye kupata nafasi. Kuna nafasi ambazo mnaweza mkatengeneza ambazo ni nzuri zaidi za kufunga big chance, alafu kuna zile nafasi ambazo mnaweza mkazipata ambazo ni nusu nafasi. Kwenye mchezo wa jana kwenye kipindi cha kwanza, Simba walijitahidi sana kutumia zile nafasi ambazo sio nafasi kamili, lakini ni nafasi ambazo kwa ubora wa wachezaji wao walipaswa kuzitumia kutengeneza mabao na walifanya hivyo. Nafasi ambazo kwenye mchezo wa kwanza walishizipata na walishindwa kuzitumia vizuri. Bao ambalo walifunga Elim Panzu la kwanza ile nafasi ambayo ilipatikana sio nafasi ambayo imekamilika, lakini aina ya nafasi ambayo kwenye mchezo wa kwanza kule Misri walipata nafasi za aina ile lakini walishindwa kuzitumia vizuri. Lakini jana ile nafasi za aina ile zilipatikana na aliweza kutumia miongoni mwa nafasi kama ile ambayo alipata bao la kwanza. Bao la pili ambalo alifunga Steven Dese Mukwala mpira wa kichwa. Na vitu kanazungumza nadhani juzi kwamba ni mchezaji mzuri sana kwenye mipira ya juu. Kwamba kama mtakuwa na assurance ya kucheza cross 2, 3, 4 kwenye mchezo mmoja, walau ana uwezo wa kutumia hata moja kutokana na ubora wake kwenye mipira ya juu. Ile nayo ilikuwa nafasi ambayo sio nafasi kamili, lakini kwa sababu ya ubora wake kwenye mipira ya juu aliweza kuruka na akawini mpira akaenda akafunga bao. Nafasi za aina ile kwenye mchezo uliopita walizitengeneza, walishindwa kuzitumia vizuri. Hazikuwa nafasi kamili, lakini nafasi ambazo kwa ubora wa wachezaji wa Simba yani wanapaswa kuzitumia. Kwenye mchezo uliopita walitengeneza nafasi za aina ile hawakuweza kuzitumia vizuri. Nafasi ambazo walizifanyia ambazo hawakuzitumia inavyotakiwa, nafasi ya Janchaza huwa alipata mapema kabisa ile, kama nakumbuka dakika za kwanza kabisa, nadhani kwa dakika 10 za kwanza ndio ilipatikana ile nafasi, akacheza mpira ukatoka nje. Nyingine ilikuwa ni Steven Dese Mukwala mwenyewe pia kwenye kipindi cha kwanza ikatoka nje. Kwa kwenye kipindi cha kwanza Simba kwanza wamekuwa na discipline kubwa kwenye nafasi ambazo walizipata, though hapakuwepo na big chance zaidi ile moja ya Janchaza huwa, lakini zile zote ambazo walizitengeneza ambazo kwa ubora wao wanapaswa kuzitumia kuwa mabao, walitumia nafasi 2 kati ya zile 3 mabao yakapatikana 2. Kwa sababu kwenye kipindi cha kwanza nafasi ambazo walikuwa na uwezo wa kupata mabao zilikuwa nafasi 4, lakini zile 2 wakazitumia na 2 wakashindwa kuzitumia vizuri. Kwa hiyo ni eneo la kwanza ambalo nawapongeza kwamba waliweza kupunguza makosa ambayo waliyafanya kwenye mchezo uliopita kwenye eneo la ushambuliaji.